Malezi ya watoto wenye mahitaji maalum ni changamoto kubwa sio tu kwa wazazi bali pia kwa jamii. Ni kutokana na hayo ambapo mashirika mbalimbali yamejikita kuhamasisha umma kuhusu namna ya kuishi na kuwashirikisha kikamilifu watu wenye mahitaji maalum. Na kwa Dorcas Anyango, kuwashughulikia watoto walemavu ni kama mwito kwake, kwani licha ya kuwa ameajiriwa kuwahudumia, anafanya kazi hiyo kwa moyo mkunjufu, akiamini kwamba hakuna binadamu anayestahili kutengwa ama kubaguliwa kutokana na maumbile yake. Wiki hii Dorcas ndiye tunaimvisha taji la mwanamke bomba. Mimi naitwa Dorcas Anyango, niko na familia, mama wa watoto 4 na nafanya hapa J-Town. Kuna one of my colleagues hapa, ni rafiki yangu, alikuja kwangu na akaniuliza kama naweza fua. Na nikakubali, nikakuja, nikaanza kazi ya kufua laundry. Nikaifanya kwa muda mrefu juu laundry hakukuwa na mashini. Baadaye ndio wakaona kama hakuna hygiene assistant. Watoto walikuwa wengi, ilikuwa imeshinda mwenye tulikuwa naye, ndio nikaajiriwa. Nahudumia watoto wako na spina bifida na wengine wako na spinal cord injury. Na hao hawana control ya blood inatoka. Tuko na mwenzangu anaitwa Christine. Christine yuko na watoto 45 na pia mimi niko na watoto 45. Kwa jumla tuko na watoto 90. Mtu mmoja hawezi, lazima tukue watu wawili. Juu usipomwangalia kesho utastukia yuko na kidonda, haisi uchungu. Siku yangu tukikuja asubuhi naingia hapa by 7:30. 7:30 tunafanya 1-2 juu sisi ni hygiene assistant. Ni lazima tuweke hii room yetu ikuwe safi kwanza. Baadaye alafu tunaenda devotion 8 to 8:30. After 8:30 ndio sasa tunaanza kazi yetu ya kawaida. Ni vizuri mtoto atoe mkojo mara 7 ama mara 6 kwa siku. Tunaanza na asubuhi. Wakiamka asubuhi around 4, wanaoga, wanatoa choo, wanatoa mkojo. And then after 3 hours wanakuja, wanaenda dining wakishakunywa uji. Wakishakunywa uji wanarudi class. Tukitoka jioni, kwa kila dorm kuna ule amejua vizuri sana, tunamweka kama mkubwa wao, make sure amewaangalia hiyo usiku. Ni kitu gani ambacho huwa kinakupatia nguvu ya kuamka kila siku kusema kwamba naenda kazini, niende nikashughulikie wale watoto ambao ni jukumu langu? Bethany Kids, hao watoto wametupenda. Tukiwa pamoja utafikiria sisi ni wazazi wao. Hata wanatuambia sisi ni mama. Nasikia Christine anaitwa mama yangu. Na wamenikubali kama, yani tuseme mimi kama mzazi ama a friend, sababu ya vile ninawachukua, vile nawatrain, vile nawachukua wakiwa karibu. Ni mbinu gani ambazo ulitumia wewe kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapata upendo wao na wewe unapata upendo wao? Kuna wengine wa spinal cord injury, waliumia, walikuwa natembea, akakuja akakaa kwa wheelchair. Watoto kama hao wako chini sana. Lazima uonyeshe upendo. Hata wengine wanaenda, wanarudi, wana appreciate. Wengine wako college, wanakuja wanasema bila wewe Dorcas, bila wewe mwenzangu mwingine supervisor wetu anaitwa Francisca, nasema hawangekuwa mahali wangekuwa sasa. Kuna changamoto pia juu sisi tuna deal na watoto wa spina bifida, na ndio mtoto akuje accept, tunampeleka counseling, tuna mtu anafanya counseling hapa anaitwa Francisca. Mtoto akifunga shule, akirudi nyumbani, mzazi hamfuatilii, anarudi nyuma. Wakifungua tena unaanza from zero. Tunasikia furaha kama watoto wetu tu. Ninaona hapa J-Town, mtoto anaweza kukupatia history yake. Akwambia mimi sina baba, baba alitutoroka, na machozi inaanza kutiririka. Unamwambia usijali, we ni fear and wonderful made. Kwa huko nje naweza ambia wazazi, penda tu mtoto jinsi alivyo. Na pia kwa wazazi ambao wamefungia watoto manyumbani, watoe watoto nje, walete watoto shule. Sisi hatufanyi hii kazi juu ya pesa, tunaipenda. Juu tukisema tunaifanyia juu ya pesa, tutaiacha. Mtoto mlemavu anaweza kuwa independent ye mwenyewe na anaweza zifanyia kazi yake. Hata kama ni mlemavu na yuko kwa wheelchair,
akisoma, yuko na pesa yake, analima shamba yake. Hiyo inanitia motisha sana.